Bima Pub, urahisi wa maisha. Tukiwa kama vijana tunawasihi sana vijana wenzetu kuendelea kushiriki michezo mbalimbali. Bonanza hili limelenga kuzikutanisha kata mbalimbali katika jiji letu la Tanga, na tunashukuru kwa mwitiko wenu. Tumekuwa ni muendelezo wa mabonanza haya, tumeanza tangu mwanzo wa mwaka mpaka sasa hivi, yakiwa nabeba ujumbe mbalimbali. Bonanza hili limebeba ujumbe wa kuhamasisha vijana wajitokeze katika kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, lakini pia wajitokeze kwenda kuchagua kipindi cha uchaguzi, lakini pia vijana wajitokeze kwenda kuwania nafasi mbalimbali. Kubwa ambalo limenifurahisha leo ni kuona kwamba vijana hawa wa Kitanga, vijana Kitanzania, wameamua kuchagua upande uliokuwa salama. Leo katika kata hii kulikuwa na mkutano wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini mkutano ule haujaathiri shughuli hii. Wananchi wa Makorora, wananchi wa Mzingani, wananchi wa Usagara na wananchi wa Tanga mmejitokeza kwa wingi sana kuja kuliangalia bonanza letu hili, mmejitokeza kwa wingi sana kuja kushabikia. Hii ni ishara ya kwamba katika mkoa wetu Chadema hawana nafasi. Tuwaambieni Chadema, Tanga tunaheshimu sana uhuru wa demokrasia. Basi wanapokuja katika mkoa wetu waje wahutubie watu wa mkoa wa Tanga, wasije na watu kutoka Manyara, wasije na watu kutoka Arusha, wasije na watu kutoka Moshi, kwa sababu sifa na changamoto za mkoa wa Tanga ni tofauti na za Arusha, ni tofauti na za Moshi. Leo tangu jana usiku wamekuwa wakiingiza mabasi mbalimbali kutoka Arusha, kutoka Manyara, wakiwasema ni watu wa Tanga. Hizi ni dharau kwa watu wa Tanga, ya kwamba wanakuja kuwahutubia watu wa Arusha. Watu wa Arusha waandalie mikutano yao, watu wa Kilimanjaro waandalie mikutano yao, watu wa Moshi waandalie mikutano yao. Si kuwachukua watu wa Arusha kuwaleta Tanga, kuwachukua watu wa Moshi kuwaleta Tanga, na kuwachukua watu wa Manyara kuwaleta Tanga na kusema kwamba wale ni watu wa Tanga. Watu wa Tanga ni hawa ambao wamehudhuria bonanza letu hili, na ni watu wa kata hizi jirani, kata ya Makorora, kata ya Usagara na kata hii ya Mzingani. Kwanza katika uzinduzi wa ilani ile, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao nimepata fursa ya kwenda kupitisha ilani ya Chama cha Mapinduzi, nikiwasilisha kundi kubwa la vijana katika mkoa wangu wa Tanga. Na faraja kubwa ambao nimeiona, nimepata bahati ya kuisoma na kuielewa ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030, imebeba dira kubwa sana na mwangaza kwa vijana. Tunasema kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi imepanga kumkwamua kijana wa Kitanga na Kitanzania, kwa sababu ukisoma ilani inaonyesha kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi imejipanga kikamilifu kwenye kutoa mikopo ili kusudi vijana waweze kuanzisha viwanda vidogo vidogo. Lakini pia ukisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi imeonyesha kwamba serikali ile imejipanga kukuza vipaji vya vijana kwenye sekta ya michezo, katika sekta ya sanaa, viwanja vya mipira kujengwa, lakini TH clubs kujengwa. Kwa hiyo ni ilani ambayo nadiriki kusema kwamba imepanga kuifanya Tanzania kuwa ni moja ya nchi za mfano katika bara letu la Afrika. Na sisi kama vijana wa Tanga ni wanufaika wa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu muda wote maendeleo yoyote yanayoletwa katika jamii yoyote, walengo wakubwa ni sisi vijana. Ima katika sekta ya elimu inatuhusu vijana, sekta ya michezo inatuhusu vijana, sekta ya afya inatuhusu vijana. Kwa sisi vijana ndio wanufaika wakubwa katika maendeleo haya. Niwaombe vijana wenzangu, kama walivyojitokeza leo, tuendelee kujitokeza katika mambo mbalimbali ya kijamii, mambo mbalimbali ambayo yanaweza kutengeneza umoja wetu na udugu wetu katika mkoa wetu wa Tanga, lakini kumsemea na kumsapoti Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii imenipa taswira ya kwamba mkoa wa Tanga hawana shida na vyama vya upinzani. Mkoa wa Tanga wana shida na maendeleo, na wameona maendeleo yataletwa chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Na ile dhamira ya mwenyekiti ya Tanga kuwa mkoa namba 1 kwa kura za Daktari Samia Suluhu Hassan imeakisi leo. Wewe mwenyewe mwandishi utakuwa shahidi
utaona mkutano wa wenzetu ni karibia hapa. Chadema wamefanya mkutano kule, lakini wananchi hawa wameupuuza. Mkutano wa Chadema umejaa wageni, umejaa watu wa Manyara, Arusha na Kilimanjaro, watu wa Tanga, watu wa Mzingani, watu wa Makorora wapo kwenye bonanza. Ni ishara ya kwamba Tanga imemuitikia Daktari Samia Suluhu Hassan. Wapo viongozi mbalimbali ambao wanamwataki Mheshimiwa Rais. Wapo wanaomwataki personally kama Samia Suluhu Hassan, wapo wanaomwataki kama Rais wa Jamhuri ya Muungano. Hiki ni kipindi cha siasa. Nichukue nafasi hii kwanza kuwaasa na kuwashauri wa Tanzania wenzetu kwamba vipindi hivi ndipo ambapo nchi ama mataifa ama asasi ambazo hazitakii mema nchi fulani hutumia vibaraka wake kwenye kupandikiza chuki kwa wananchi, hutumia vibaraka wake kwenye kushawishi ugomvi na mambo mbalimbali ili mradi yatokee machafuko. Kwa hiyo ni waasa wa Tanzania tuwe makini na watu wa sampuli hiyo. Ama watu ambao wanamwataki Daktari Samia Suluhu Hassan ni chuki zao binafsi na wivu wa kimaendeleo. Hawana sababu za msingi za kumwataki Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni chuki zao, wengine ni ulafi wa madaraka, wengine wanaona tayari wamesharibikiwa kisiasa, wameamua kumwaga mboga. Sasa sisi tunawaambia tumwage ugali, tutachukua mboga, tutakula na kazi itaendelea. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kumaliza mchezo wetu salama na kuwa mabingwa. Pia tunashukuru sana uongozi ulioanzisha huu mchezo na waendelee hivyo hivyo kwa ajili ya kusupport sisi vijana na vipaji vyetu. Mchezo ambao ni wa bonanza walianzisha wakaweka zawadi ambao tunashukuru tumeipata zawadi. Pia tunawashukuru pia waendeleze kukuza vipaji vya vijana. Nimejiandaa vizuri tu kupiga kura na namshukuru pia ni siku itokea nafasi tutapiga kura na tutatoa ushindi wa chama chetu cha CCM. Tunashukuru Mungu kwa sababu tushazoea, tushacheza rede Mkwakwani, rede competition 2024, tushashinda mshindi wa kwanza wa pili. Kwa hiyo tushazoea mchezo kama kwetu sisi ni kawaida. Tunashukuru kwa sababu pia ni kama leo tumejichangamsha mwili kwa sababu ni mchezo ambao tunaupenda. Yaani kwa anapofanya Rais Samia Suluhu Hassan kujengea shule, hospitali, miundombinu kama barabara, kuendeleza bomba la mafuta, road ya Pangani, yani kwa 2025 mitano tena. Mimi naitwa Amina. Ni mmiliki wa duka la nguo na vitu vya watoto. Kwa sababu naweza kujihudumia bima ya safari muda wote kwenye WhatsApp yangu. Isitoshe naipata bima papo hapo kwenye simu na email yangu. Upotezi muda wako. Napenda jinsi ilivyo rahisi kuhakiki bima hiyo. Na uzuri zaidi, hata ubalozi unapoenda kuomba visa, wanaihakiki wenyewe kwenye WhatsApp. Tumia bima pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli. Au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pap, urahisi wa maisha.